Hujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Mimi nikukaribishe katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Sambamba na hilo huwa tunajadili pia na kuzungumza kuhusiana na tetesi mbalimbali za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa ya kwamba tuko kwenye hatua za mwishoni naweza kusema hivyo, tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 na scouting za vilabu vyetu vya nchini kwetu Tanzania sasa hivi ziko busy sana, kwa maana ya ziko kuzisaka taarifa za wachezaji tofauti kutoka katika vilabu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanaenda kukamilisha usajili mara baada ya dirisha kubwa la usajili itakapofunguliwa. Na lakini pia kwa nini tetesi za usajili zimeanza kuvuma mapema kiasi hiki? Yote ni kwa ajili ya kupunguza ile pressure ya dirisha kubwa la usajili itakapofunguliwa. Nafikiri wengi tunafahamu pia kwamba mara baada ya dirisha kubwa la usajili kuweza kufunguliwa, pressure huwa inakuwa ni kubwa ya kufanya sajili, na vilabu vingi vya nchini kwetu Tanzania huwa vinajikuta vikifanya machaguo ya wachezaji ambao sio sahihi, ambao hawakidhi mahitaji ya timu kwa wakati huu hapo. Sasa ili kupunguza hiyo pressure, sasa hivi bwana, vilabu vingi vimewekeza kwa ajili ya kufanya utafiti wa kutosha wa kujiridhisha kwa baadhi ya wachezaji ambao watanasa saini zao kuelekea kuna katika dirisha hili kubwa la usajili, ili kuimarisha vikosi vyao kwa ajili ya kukabili vyema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa. Hapa namaanisha kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika kwa vilabu ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki huko. Sanjari na hayo pia, kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hivi sasa nafikiri tunafahamu ya kwamba tuko kwenye raundi ya 19, naweza kusema hivyo, na mpaka hivi sasa ni takriban karibia kila club ama kila team imecheza michezo 19 mpaka hivi sasa. Nasema vilabu vyote 16 ambavyo vinashiriki michuano ya NBC Premier League msimu huu wa mwaka 2025-26 mpaka hivi sasa wote wamekwisha kucheza mechi 19. Kwa hiyo na idadi ya mechi 19, hakuna aliyemzidi mwenzake hata mmoja. Lakini kwa tathmini ya msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, namna unavyoonekana mpaka hivi sasa ni kwamba Dar es Salaam Young Africans Sports Club ndiye anayeongoza ligi kwa sasa na ana alama 47. Amecheza michezo 19, ameshinda mara 14, ametoa sare mara 5, hajapoteza mchezo hata mmoja. Na nafasi ya pili tunakuta Simba Sports Club, wanakuta Simbazi hawa wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 42, na wamecheza michezo 19, wakishinda mara 12, wakitoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa Azam FC wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa na alama 37 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 9, wakitoa sare mara 10 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Na kwa nafasi ya 4 Singida Black Stars wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 8, kutoa sare mara 5 na kupoteza michezo 6. Na kwa JKT Tanzania wao wanashika nafasi ya 5 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 7, wakitoa sare mara 8 na kupoteza mara 4. Na kwa TRA United wanashika nafasi ya 6 wakiwa na alama 27 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 7, kutoa sare mara 6 na kupoteza mara 6. Na Pamba Jiji wao wanashika nafasi ya 7 wakiwa na alama 26, wamecheza michezo 19, wakishinda mara 6, kutoa sare mara 8 na kupoteza mara 6. Na kwa Dodoma Jiji wao wanashika nafasi ya 8 wakiwa na alama 24 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 6, kutoa sare mara 6 na kupoteza mara 7. Na kwa Mtibwa Sugar wao wanashika nafasi ya 9 wakiwa na alama 23 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 5, kutoa sare mara 8 na kupoteza mara 6. Na kwa Namungo FC wao wanashika nafasi ya 10 wakiwa na alama 22 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 5, kutoa sare mara 7 na kupoteza mara 7. Na kwa Mashujaa FC wanashika nafasi ya 11
wakiwa na alama 21 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 4 tu pekee, kutoa sare mara 9 na kupoteza mara 6. Na kwa Coastal Union wao wanashika nafasi ya 12 na wamecheza michezo 19, wameshinda mara 4, kutoa sare mara 7 na kupoteza mara 8, wana alama 19. Na kwa Singida Big Stars wao wanashika nafasi ya 13 wakiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 5, kutoa sare mara 4 na kupoteza mara 10. Na kwa Mbeya City wao wanashika nafasi ya 14 wakiwa na alama 17 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 4, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 10. Na kwa Tanzania Prisons wao wanashika nafasi ya 15 wakiwa na alama 14 wakicheza michezo 19, wakishinda mara 3, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 11. Na nafasi ya mwisho ni KMC wana Kinondoni, hawa wanashika nafasi ya 16, nafasi ya mwisho kabisa kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wakiwa na alama 9 tu pekee mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 2, kutoa sare mara 3 na kupoteza mara 14. Hivi ndivyo ambavyo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara ulivyo kwa hivi sasa, na nafikiri pia tunaweza kusema kwamba ngoja tusubiri muda utaongea kwamba nani anaenda kuwa bingwa wa msimu huu wa mwaka 2025 26. Nafikiri baada ya mechi kadhaa tutatoa tathmini pia ya nani ataenda kuwa bingwa. Muda utaongea. Na sanjari na hayo, tukirejea kwenye tetesi za usajili, yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani, lakini kubwa zaidi ni kumhusu Suleiman Fofana, raia kutokea Ivory Coast. Ni moja kati ya nyota ambao pia wanaripotiwa kuwindwa kwa kiwango cha juu ama kuwa kwenye rada za klabu ya wanakundu Simba Sports Club, ambao wanaripotiwa kumfuatilia kwa ukaribu sana. Na Suleiman Fofana ni miongoni mwa wachezaji pia ambao wameweka headline kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, na yeye amezaliwa mwaka 2006, ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 5, na ana umri wa miaka 19 tu pekee. Ni kinda kweli kweli, lakini anatikisa kweli kweli, na urefu wa takriban mita 1.75 na anacheza nafasi ya mshambuliaji kwa maana ya striker. Kwa hiyo striker ama attacking midfield, naweza kusema hivyo. Yeah. Na anaripotiwa kuingia kwenye rada za klabu ya wanakundu Simba Sports Club ni takriban mwezi kama sijakosea hivi sasa. Taarifa hizi zinazidi kulindima kunako katika mitandao ya kijamii zikimhusisha Suleiman Fofana kwa ni moja kati ya nyota ambao wanaonekana kuhitajika kunako katika klabu ya wanakundu Simba Sports Club. Na kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari vinaripoti kuwa Suleiman Fofana yupo kwenye hatua ya mazungumzo na klabu ya Simba. Kwa hiyo dili hili linaweza kukamilika hivi karibuni. Sanjari na hayo pia ikumbukwe Simba tu pekee ambao wameonyesha nia ya kutaka kuinasa saini yake. Ni virabu vingi vya nchini kwetu Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania nao pia wamepeleka ofa ya kutaka kuinasa saini yake kwa ajili ya kwenda kukabili vema msimu ujao wa mwaka 2026-27. Kwa upande wa Simba mazungumzo bado yanaendelea, na za chini ya kapeti ni kwamba dili liko karibu kabisa kuweza kutimia, ingali hamna taarifa rasmi zinazothibitisha kuwa Simba wamekwisha kukamilisha dili hili la kumsign Suleiman Fofana, raia kutoka pale nchini Ivory Coast. Ni kinda kweli huyo, ni ana umri wa miaka 19 tu pekee, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo nafikiri mwezi wa 5 huwa anafunga miaka 20. Kwa hiyo ni mmoja kati ya nyota ambao pia wanaonekana kuja kuleta changamoto kubwa sana kuna katika safu ya ushambuliaji katika kikosi cha wanakundu wa Simba Sports Club chini ya usimamizi wa kocha Steve Barker, raia wa kutokea pale nchini Afrika ya Kusini, ambaye ametokea kinao kikosi cha Stellenbosch FC. Tunafahamu kazi kubwa ambayo amefanya pale Afrika ya Kusini kwa Madiba, tunaita hivyo. Tunafahamu Steelers ni moja kati ya timu ambazo zimesumbua kweli kweli kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakikimenya na club ya wanakundu wa Simba Sports Club. Kwa hiyo haikuwa rahisi, naweza kusema hivyo, ingawa Simba ameweza kushinda mara kadhaa anapokutana na Stellenbosch, lakini ni kwa ugumu kweli kweli. Amekutana na upinzani wa hali ya juu, upinzani mkubwa kweli kweli, na yote haya yalisababishwa na kocha huyu Steve Barker, ambaye kwa sasa pia anakinoa kikosi cha wanakundu Simba Sports Club, na ndio maana pia alikuja na wachezaji kadhaa akiwemo Ismail Olivier Latoule. Tunafahamu pia ni moja kati ya wachezaji pia ambao wametokea pale Afrika ya Kusini katika kikosi cha Stellenbosch FC.
na ametoka kwenye mikono ya Steve Barker. Kwa hiyo alivyoondoka tu naye kaondoka naye. Na ziko taarifa pia za chini ya kapeti ambazo zinahusisha baadhi ya wachezaji pia ambao wanaripotiwa kumfuata Steve Barker kuna katika kikosi cha wanakundu wa Simba Sports Club, akiwemo Fawaz Basadien na Jayden Adams. Wawili hawa wote wanakitimua pale katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Ni moja kati ya vilabu vikubwa sana ambavyo tunafahamu vinaleta changamoto kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa, ambao pia wametoka kucheza kombe la dunia, naweza kusema hivyo kwa msimu jana, mara baada ya kuweza kuqualify kwenye finali za kombe la ligi mabingwa barani Afrika, na sasa hivi pia wamequalify kwenye finali za ligi mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya vilabu vikubwa sana ambavyo vinamiliki wachezaji wenye high quality kama Fawaz Basadien, lakini wote hao wamepita kwenye mikono ya Steve Barker na kabla ya kwenda Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo wanaripotiwa pia kutua kuna katika kikosi cha wanakundu wa Simba Sports Club. Ikumbuke pia yuko Neo Maema, yuko Roshan Derrak, wote hao wanatokea Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ni Afrika ya Kusini naweza kusema ni moja kati ya nchi ambazo zina wachezaji ambao wana viwango vikubwa ukilinganisha na nchi zingine kwa ubora wake, lakini kwa ligi ya Afrika ya Kusini ni moja kati ya ligi ambazo pia ni kubwa na zina ushindani mkubwa, na wachezaji wake wana viwango vikubwa ama vya juu zaidi kulinganisha na maeneo mengine. Si kwamba maeneo mengine hawatoi wachezaji wenye viwango vya kulinganisha na wachezaji wa Afrika ya Kusini, hapana, lakini tunafahamu quality ya wachezaji ambao wanatokea ukanda huu wa Afrika ya Kusini wanakuwa na uwezo wa namna gani, naweza kusema hivyo. Sasa adondosha maoni yako hapo chini ya video hii, lakini pia usisahau kutuambia kwamba unatufuatilia ukiwa maeneo gani. Mimi ni Tema Sajina, hii ni TikTok, na hapa kama ilivyo ada huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na tetesi za usajili na yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Mimi sina jingine la ziada zaidi tu, nikutakia wakati mwema. Bye bye.